unashangaa kwa nini unafanya kazi kwa bidii sana lakini hauoni matunda. Unashangaa kwa nini katika ukoo wenu unapofika umri fulani kuna mtu lazima atakuwa na maumivu ama anakuwa maskini. Yaani kuna pattern inajirudia katika familia. Sikiza, ulimwengu wa kiroho hauongozwi na hisia. Ulimwengu wa kiroho unaongozwa na sheria. Kuna sheria kuu 3 ambazo zinatawala hatima ya mwanadamu. Kuna sheria ya madhabahu, kuna sheria ya agano na kuna sheria ya damu. Sasa leo sikupatii nukuu. Leo nakupatia kifunguo ambacho kitakusaidia kuvunja sheria hizi zote ambazo zimeinuka, ambazo zinanena kinyume na maisha yako. Sasa kama wewe ni huyo mtu, then jiunge nami katika sehemu hii. Sasa sehemu ya kwanza, sheria ya madhabahu. Sasa madhabahu ni nini? Madhabahu katika ulimwengu wa kiroho ni sehemu ile ambayo ulimwengu miwili inakutana. Madhabahu ni sehemu ile ambayo ulimwengu wa rohoni unakutana na ulimwengu wa duniani. Bila madhabahu hakuna agano. Bila madhabahu hakuna dhabihu. Sasa madhabahu ni meza, ndio kama contract table. Bila madhabahu hakuna agano. Madhabahu tunaweza sema ndiyo meza ya miungu ya kula, meza ya kula ya miungu. It is where man and the spirit or the spirit meet. It is where all the covenants happen. So madhabahu ni sehemu ya maana sana, na madhabahu zinakuanga zimejengwa, zimeinuliwa juu. Sasa kuna madhabahu aina mbili. Kuna madhabahu za Mungu na kuna madhabahu za giza. Sasa madhabahu za giza ni zile madhabahu ambazo mababu zako walizijenga ili waweze kuwa na ushirika na ulimwengu wa giza. Sasa madhabahu hizo na agano lililofanyika kupitia madhabahu hayo, maagano hayo hayafi hata kama mababu zenu wamekufa. Maana kumbuka, roho haifi, spirits don't die. So yale maroho ambao yalikuwa yanashirikiana na mababu zenu bado yako pale pale, yakingoja, yakitarajia mtu fulani katika ukoo wenu ataamka na aendeleze tena uhusiano ambao ulikuwepo kati ya babu zenu na mapepo hayo. Haleluya. Sasa siku ya leo nitakuonyesha jinsi ya kuvunja madhabahu hizo, maana hauwezi vunja madhabahu kwa nguvu zako mwenyewe. Ili uweze kuvunja madhabahu, lazima uenue madhabahu ingine ya hali ya juu sana kushinda madhabahu hiyo, maana madhabahu inanena. Yale mambo yote, maagano yote yaliyofanyika katika madhabahu hiyo, katika altar, maneno hayo yanaamuka na kunena kinyume cha maisha yako. Alafu jambo la pili ni agano. Agano sasa ni makubaliano ama mkataba ule uliofanyika kati ya watu wawili. Mkataba kati ya maroho, mapepo, na mkataba na mwanadamu. Sasa yule mkataba ndio uweze kuwa mkamilifu. Mkataba huo ili ukaweza kukamilika na ukawe na nguvu, lazima usindikizwe na damu.
Maana katika enzi za kale maneno ya mwanadamu hayakuwa tu yanaaminika hivyo hivyo. Hata Mungu mwenyewe akitembeangi na mwanadamu hivi hivi, lazima kwanza kuwe na mkataba na kuwe na madhabahu na kuwe na sacrifice. Sasa sehemu ya tatu ni sheria ya damu. Sasa hapa katika sheria ya damu ndipo kila kitu kipo. Maana kwa nini damu? Katika maandiko Biblia, sehemu ya kwanza ambayo tunaona damu imemwagwa ni katika kitabu cha Mwanzo. Wakati mwanadamu alivunja sheria, alienda kinyume na Mungu, maandiko yanasema ya kwamba mwanadamu alijificha, na kujificha kwake ni kwa sababu aligundua ya kwamba amebaki uchi. Sasa hiyo uchi ni uwepo wa Mungu kumwondokea mwanadamu Adam, na Adam akajiona ya kwamba ako jinsi isiyostahili. Sasa Adam akajitengenezea mavazi ya matawi akajifunika nayo, lakini mavazi hayo hayangeweza kumsaidia mbele zake Mungu. Sasa kitu cha kwanza ambacho kilisaidia Adam ni kukubali kabisa ya kwamba ako uchi na anahitaji covering. Sasa Mwenyezi Mungu akachukua mnyama akamchinja na akamfunika mwanadamu. Hiyo ndio inaitwa covering. Sasa damu ya kwanza kumwaika ilikuwa hapo ya kufunika mwanadamu, ili mwanadamu aweze kuishi tena on a borrowed life. Maana maandiko yanasema ya kwamba Mungu aliambia Adam, the day you eat from this fruit you will surely die. Kuna watu wanaagi wanasema kwa nini Adam alizidi kukaa miaka zingine 900 plus hakukufa. Sasa kumbuka, katika ulimwengu wa roho siku moja mbinguni ni siku 1000 duniani. Sasa kumbuka, Adam hakumaliza miaka 1000. Siku moja mbinguni ni miaka 1000 duniani. Adam alikufa akiwa na miaka 900 and something. So Adam, according to the law ya mbinguni, katika sheria ya ulimwengu wa roho, Adam alikufa the same day that he ate the fruit. Kifo chake kilikuwa kifo cha kiroho, separation na Mungu, separation from the source of life. So man aendelee kuexist na aendelee kurelate na Mungu, mwanadamu sana anahitaji kuishi on a borrowed life. Hapo ndipo tunakuwa introduce sasa kwa sacrifice. Maana katika damu ndipo uhai ulipo. Anytime unaona damu, hicho ni chombo kimebeba uhai. Wakati unaona damu, mwanadamu damu inamwaika, inatembea, hiyo ni life in transit. So sacrifice ilikuwa ni life for life. Mwanadamu umekufa, umeasi. Sasa uweze kukaribia Mungu, maana God is life, God is holy, lazima dhambi zako zingekuwa covered. Na Mungu aweze kuingia katika mkataba, aweze kutembea na mwanadamu yoyote, lazima afanye mkataba wa damu. Sehemu nyingine tunaona mkataba Mungu alifanya ilikuwa ni mkataba kati yake na Abraham. Mungu aliambia Abraham achinje wanyama, awachinje katikati. Naye Mungu mwenyewe ndiye aliyepita katika dhabihu, katika sacrifice hizi, alipita kama moto na akaziconsume. Sasa Abraham hakuweza kupita katikati. Sasa inakuonyesha ya kwamba Mungu mwenyewe alichukua hatua ya kwamba agano lake na Abraham liko juu yake Mungu. Yaani Mungu alikuwa amesema, maana agano, ukivunja agano, anytime unaingia katika mkataba wa damu, na mkataba huo mmoja wenu anaenda kinyume, mtu huyo anafaa kukufa jinsi vile mnyama huyo alikufa. Maana witness ya hii agano ni damu, na hii damu iko na uhai. So ilichukua uhai wa mtu kuleta watu wawili pamoja. So wakati Mungu alipita katikati peke yake, alikuwa anamaanisha
in case agano hili livunjike, then mimi ndiye nitakaye kufa. So Mungu alikuwa ana foreshadow the coming of Messiah, kuja kwake hapa duniani, kufa kwa ajili ya wanadamu, maana Mungu ndo alipita katikati peke yake. Mahali pengine tunaona tena damu iko na uzito sana ni katika bado Genesis, katika story ya Caleb and Cain and Abel. Damu ya Abel, maandiko yanatuambia kwamba inalia kutoka kwa ardhi. So jambo lingine tunaona kwamba damu ina sauti, damu inanena. Sasa katika sheria ya damu, kama mababu zako waliingia katika sheria yoyote, maagano yoyote na nguvu za giza kupitia damu, damu hiyo bado inanena mpaka wa leo. Sasa kuweza kusilence damu hiyo isiweze kunena na isiwe na nguvu katika maisha yako, mtoto wa Mungu, lazima uweze kujua ku apply the higher, the supreme blood, damu ya hali ya juu, na hiyo ni damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ndiyo damu pekee inaweza kusilence masauti hizi kutoka ulimwengu wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika agano hizi tatu, agano ya madhabahu altar, agano ya agano ya covenant, na sheria ya madhabahu, sheria ya agano na sheria ya damu. Damu iko na uzito sana, maana sehemu yoyote ambayo damu imemwaika, hiyo sehemu inakuwa madhabahu. It is the blood yenye inakuanga na sauti katika ulimwengu wa kiroho. Jinsi vile Mungu aliweza kusikia sauti ya Abel, damu yake ikicomplain, maana ilikuwa ni damu ya mtu innocent, ilikuwa ina plead for justice. Vivyo hivyo damu ya Yesu iliyomwaika msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, damu hiyo inanena mazuri kukuhusu. Damu hiyo inanena mazuri kuhusu maisha yako. Damu hiyo inanena mazuri kuhusu familia yako. Damu hiyo hiyo inanena mazuri kuhusu watoto wako. Damu hiyo ya Yesu inanena mazuri kuhusu kazi zako na biashara zako. Sasa unless unaelewa mambo haya, mtoto wa Mungu, maana shetani hutumia agano zile za kale kufanya nini? Kuanza kushambulia watoto wa Mungu. Maana kumbuka, jina lake anaitwa the accuser. Hii ni lugha ya sheria, naye Yesu, he is our advocate. The Holy Spirit is our witness. Sasa katika ulimwengu wa rohoni mbinguni kuna mahakama ambayo shetani upeleka, ukimbia sana, anatafutanga evidence. Akiingia pale the courtroom of heaven, akijaribu kukushtaki, naye anakuta our advocate anaonyesha ya kwamba mtu huyu alimkufia, anaonyesha kwa alama zake. Kuna siku nitafunza kuhusu alama hizi zina maana gani katika ulimwengu wa roho, evidence ya kwamba mimi ndiye niliyemfia, na damu inanena mazuri kumuhusu. So wakati shetani anakuhukumu, ananena mabaya, laana, damu ya Yesu inanena baraka katika maisha yako. Haleluya. Sasa kama uko pale, weka mkono wako rohoni, ambia madhabahu yote ambayo ilienuliwa, madhabahu ambayo ilienuliwa bila wewe kujua, na madhabahu ambayo umeenua kwa kujua, leo unaivunja katika jina la Yesu Kristo. Na maagano ambayo yaliwekwa na mababu zako, maagano yaliwekwa kinyume na wewe, na maagano ambayo wewe mwenyewe uliyaweka, leo nenda kinyume na maagano hayo katika jina la Yesu Kristo. Na damu yoyote ambayo ilifanyika, agano lolote la damu ambayo lilifanyika, na damu hiyo inanena kinyume na maisha yako, inanena kinyume na ndoa yako, inanena kinyume na kazi zako,
itisha damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikaweze kutakasa, damu ya Yesu ikaweze kukufunika, damu ya Yesu ikasilence maneno haya yote ambayo yameinuka kinyume na maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa kama na ujumbe huu umeusikia na umekubariki, ujumbe huu usiwache tu ubaki na wewe peke yako. Ungesambazia wale wengine ambao ungependa pia waweze kubarikiwa na ujumbe huu. Na pia ningekuomba ukaweze kusubscribe ili ukaweze kubarikiwa zaidi mara kwa mara tunapoweka ujumbe huu. Na pia kama ungependa kusimama na huduma hii, then unaweza tuma matoleo yako kwa 0723508528. Mungu akubariki na tuonane tena wiki ijayo, and shalom.